Yanga wewe. Sasa ndugu zangu viongozi wa matawi, nadhani matamko kutoka kwa mratibu wa Yanga mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee mmeyasikia. Na maagizo haya yanakwenda moja kwa moja kwa wanachama na mashabiki wa klabu yetu. Kwa maana tunaposema tunaunga mkono kile ambacho uongozi wetu ulikiandika tarehe 9 kuhusiana na mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3, tunamaanisha kwa sababu sisi ndio tuliowapa dhamana. Na nyinyi viongozi wa matawi ni mashahidi. Katiba yetu inaelekeza wazi kabisa kwamba kwenye klabu yetu chaguzi ziko mbili. Tunachaguana viongozi wa matawi kwenye matawi yetu. Baada ya hapo tunakwenda kuichagua kamati ya utendaji chini ya rais na makamu wake ambao wapo madarakani. Sasa hiki kilichotokea si jambo la kamati ya utendaji ya Yanga, si jambo la mtendaji mkuu wa Yanga, ni jambo la Yanga. Kwa hiyo tunapomaanisha kwamba hii mechi ya tarehe 15 hatuchezi, tamko hili ni la wana Yanga katika kila eneo kwamba tarehe 15 hatuchezi. Tumeitana hapa kwa maana ya kwamba kupeana ujumbe na kuziondoa zile taarifa ambazo baadhi ya waandishi na wadau tofauti wakielezea kwamba Yanga itapeleka timu tarehe 15. Sasa sisi tumekuja kuwaambia wanachama wetu na mashabiki wetu kwamba Yanga haitopeleka timu kwa sababu kile ambacho viongozi wetu walikilalamikia tarehe 9 walichokiainisha kwenye ile barua hakijatekelezeka. Na sisi kama wanachama tuna mamlaka ya kuzungumza kwa sababu tumeona lile jambo halijafanyika. Leo hii Yanga haiwezi kupeleka timu kwa kamati ya uendeshaji wa ligi ile iliyofanya madudu ya tarehe 8. Uongozi wetu kwa maana ya sisi wanachama hatutoruhusu klabu yetu ipeleke timu yetu tarehe 15 kucheza kama wao walivyotangaza kwa bodi ya ligi ile ambayo imeendelea kufanya madudu bila kuwasikiliza wadau wake wengine ambao walipeleka malalamiko ya kimsingi kabisa, na kwa taratibu zile ambazo wao wazielekeza zitekelezwe hawakufanya. Kwa hiyo tunaposema kwamba hatutocheza dabi ya tarehe 15 baada ile ya tarehe 8 kuondoka, ni kwa sababu yale tulioainisha kwenye barua yetu, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi, kwa maana kamati ya uendeshaji wa ligi kuvunjwa, haijavunjwa mpaka sasa. Mtendaji mkuu wa bodi bado yupo mpaka sasa. Mwenyekiti wa bodi ambaye amepoteza sifa ya kuwa mwenyekiti baada ya kuondolewa kwenye klabu yake ya Coast yupo mpaka sasa. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kucheza mchezo mwingine kabla ya hawa ambao wamelalamikiwa kwenye barua ya tarehe 9 wakiendelea kuwepo madarakani. Kwa hiyo hili tunalizungumza kwa sababu ni haki yetu ya kimsingi kabisa ya kuzungumza, na tunalizungumza kwa maana hatuvunji taratibu za nchi, kwa maana ya kwamba klabu yetu haitoshiriki dabi ya Kariakoo ya NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025 kama yale yaliyoainishwa kwenye barua yetu hayajafanyiwa kazi. Lakini kingine ni kwamba tumesema tuzungumze mapema kwa sababu hatupendi tuingize mpira wetu kwenye machafuko. Tumekuja katika lugha nzuri kabisa kama mlivyomsikiliza mratibu na mwenyekiti wa baraza la wazee. Tumewahamasisha wanachama wetu, tumewahamasisha wapenzi wetu, ili hata wale wana Yanga ambao ni wajasiriamali ambao walipanga kwenda kukopa pesa ili wakafanye biashara ya kuuza chakula, kuuza vinywaji kwenye eneo la tukio tarehe 15, basi wasijisumbue kufanya hivyo kwa sababu mechi haitokuwepo. Lakini lingine, tunawaagiza viongozi wetu, wapo wadau wetu ambao tuna haki nao ya kimatangazo na kimaudhui, waache kulitumia jina la Yanga kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Ni kinyume na takwa la wanachama wa Yanga. Sisi ndio wanachama, tumesema tarehe 15 timu yetu haiendi. Tusingependa chombo kingine chochote cha habari au wadau wengine wowote wa habari wakatumia fursa ya kuitumia klabu yetu, wakatumia fursa ya kuitumia logo yetu, wakatumia fursa ya kuwatumia wanachama wetu kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Zaidi ya hapo watatutaka ubaya kwa sababu hatutokubaliana na hiki wanachokifanya. Kwa hiyo tumewarai katika lugha nyepesi kabisa, kama waelewa
waelewe, lakini kama si waelewa tutawaelewesha nini maana ya kufuata taratibu na kutumia logo yetu au kutumia jina letu au wanachama wetu kinyume na utaratibu ambao sisi wenye klabu tumeutabanisha kwa umma. Kwa hiyo ndugu wanahabari, kikubwa ambacho ni mazingatio ambayo sisi tumeyazungumza, kwa maana ya kwamba hakutokuwa na mwanachama yoyote tawini atakayefanya promotion au interview kuelekea mechi ya tarehe 15 bila yale yote yaliyoainishwa kwenye barua yetu ya tarehe 9 mwezi wa 3 yawe yamepatiwa majibu, na ili haki isimame na mpira uchezwe, kwamba hatutokubali kufanya jambo lolote la kimpira la dabi. Ili tuliliweka wazi, na ndio maana ligi mechi tumeshiriki, tunajiandaa sasa hizi na mazoezi kwa ajili ya mechi tarehe 18, kwa sababu lazima tarehe 15, 16 timu isafiri kuelekea Mbeya. Tutakuja kuhitimisha ligi yetu tarehe 22 dhidi ya Dodoma Jiji. Baada hapo tunakwenda kwenye finali ya FA ambapo tutapangiwa uwanja na tarehe husika. Kwa hiyo wana Yanga tujipange katika hayo matukio matatu yaliyobaki mbele yetu. Tukio la tarehe 15 halitokuwa na mabadiliko kama yale tuliyoainisha kwenye barua hayajafanywa kazi abadan. Asante. Yanga wewe. Ni swali lake mmelisikia. Bingwa anapatikana kwa wingi wa pointi kwenye nchi hii. Yaani ukiziangalia zile kanuni za mashindano kwa ujumla wake, bingwa atapatikana kwa wingi wa pointi. Mpaka sasa Yanga ndo ana pointi nyingi kuliko klabu nyingine yoyote, si ndivyo? Ambacho ndakacho kujibu kwamba Yanga ipeleki mechi tarehe 15. Baada ya tarehe 15 njoo tuulize. Yanga haijapeleka pointi zao zinaendaje? Si ndivyo? Na nataka nikuthibitishie, bingwa wa nchi hii hatopatikana kwa kubebwa. Yaani kama kuna watu wanajidanganya kwamba Yanga haji atwendi tarehe 15, kuna timu wataitengenezea mazingira waipe pointi 3 ili ichukue ubingwa. Nchi hii bingwa hatopatikana bila mpira kuchezwa. Na amezungumza hapa mratibu kwamba tarehe 15 ukifanyika ujanja basi ligi haito ndio itakuwa imeishia hapo. Yaani kwa maana Watanzania watarajie kwamba msimu wa 2024-25 Tanzania hakuna bingwa. Yaani kutakuwa hakuna bingwa. Alafu wao ndo watajua nini watakachofanya. Tena sio wao watakaochukua nafasi zao. Yaani hili tunalizungumza kwa sababu sisi sio Tanzania. Sisi ndio Watanzania, si ndivyo? Tunajinasibu tuko zaidi ya milioni 35 kwenye taifa hili, si ndivyo? 60 ni kwa maana ya raia wote kwa ujumla. Waliobaki watagawana huko. Kuna Majimaji, kuna Tukuyu Star, Market Tukuyu Star na mashabiki, Mbeya City na mashabiki, si ndivyo? Sisi tuko 35 milioni. Tunachozungumza ni kwamba kama watataka kufanya wanataka kukifanya, watakuwa wanajidanganya wao. Yanga itaendelea kuwepo, itaendelea kuwa bingwa wa nchi kwa miaka mingi, lakini wao hawatakuwepo. Inawezekana sisi watatu tusiwepo, lakini wao hawatakuwepo. Sisi tunachosimamia kwamba tunataka haki itendeke. Tunaamini kwamba mpira uliahirishwa, dabi ya tarehe 8 iliahirishwa kihuni. Kwa sababu ukiangalia regulation za FIFA, kuna sababu 3 tu za kimsingi za kuahirisha mechi masaa machache kabla mpira kuchezwa. Aidha aliahewa kwa maana ya mvua iwe imenyesha nyingi, kuna tetemeko la ardhi, si ndivyo? Kuna sababu za kivita kwa maana kumetokea machafuko uwanjani, watu wamepigwa bunduki watu 3 4. Hiyo ni sababu ambayo lazima mpira uahirishwe. Sababu ya 3 ni kifo. Kiongozi wa juu amefariki, kocha amefariki, mchezaji, daktari wa timu, mechi inaahirishwa. Lakini kinyume na sababu hizi 3, masaa mawili kabla ya mpira zilizobaki zote ni sababu za kiuni. Uwezi ukasema eti kuna viashiria vya vurugu. Vurugu ikifanyika uwanjani timu inanyang'anywa pointi. Tumeona timu ikirusha makopo, kuna vile nini watu juzi nimeona kuna timu imetozwa faini ya milioni 5. Hizo ndio vurugu za viwanjani, kwa sababu vurugu za viwanjani wengine bunduki. Kuna ulinzi pale, mnakaguliwa ndani, hakuna mtu kuingia na silaha.
Kwa hiyo katika sababu ambazo wanaziainisha sijui viashiria vya rushwa. Viashiria vya rushwa kwa nani? Hivi zilikuwa ni ripoti ambazo zilikuwa zitolewe kwenye kamati ya masaa 72 baada ya mechi kuchezwa. Lakini sababu walizozichukua wao, na kwa sababu wanajua wao nini walichokifanya, wakailisha mechi kiuni. Eti tuna taarifa sijui uvunjifu wa amani. Taarifa uvunjifu wa amani kama kamanda Mlilo akasema kulikuwa hakuna uvunjifu wa amani. Wewe umepata wapi hizo taarifa? Taarifa ya uvunjifu wa amani inatolewa na jeshi la polisi. Sina mguto. Sijui na kamati ya masaa 72 wanapata wapi hiyo mandate? Hiyo power authority ya kufanya hicho kilichofanya. Wanakipata wapi kwa kanuni zao? Si ndivyo? Kwa hiyo mpira uliahirishwa kiuni kwa sababu kilichotokea tarehe 8, tarehe 7 usiku hakuna Mtanzania sasa. Meneja wa uwanja akishirikiana na Suma JKT na jeshi la polisi wamezuia watu wasiingie uwanjani. Ambazo hizo sababu hata zikija kikanuni kama ilikuwa ni timu mwenyeji anaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Kanuni ziko wazi. Timu mwenyeji akimzuia timu mgeni kuto kufanya mazoezi anaadhibiwa kwa namba 1 kuna faini kati ya 500,000 mpaka milioni. Namba 2 kuna kalipio, kuna onyo. Shughuli imeisha hapo, mpira uchezwe. Sasa eti mtu hajafanya mazoezi ya lisali moja anakuja na excuse kwamba eti nimefanywa vurugu, nimezuiwa kwenda uwanjani. Alikuzuia nani? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwenye mpira wetu vinaendeshwa kiubabaishaji, kimazoea, kujuana, simu zimekuwa nyingi, fanya hiki au baadaye tutawalainisha hivi. Yanga ilainishwe kwa simu. Yanga tunataka tusimamie taratibu zile tulizojiwekea. Waje hapa na kabla sharao la kanuni za msimu wa ligi. Hizi waandishi wa habari mtakao wote mwe nazo. Waje waziainishe. Sababu hii adhabu yake ipo kwa mujibu wa kanuni, sio kwa mujibu wa mtu kutoka nyumbani kwake. Sasa haya mazoea tumesema basi. Sisi ni Watanzania, kila mmoja amezaliwa kuwa kiongozi. Ni wakati gani na sehemu gani ni jambo la muda. Kwa hiyo kwenye hili Watanzania sisi kama Yanga hatuna hofu na jambo lolote. Hili tunalolifanya tunajua liko ndani ya uwezo wetu. Yaani hiki tunachokifanya ambacho umma unatakiwa ujue kiko ndani ya uwezo wetu. Hatutotishwa na mtu, hatutobabaishwa na mtu. Tunachotaka kile tulichokubaliana kwa mujibu wa utaratibu kifuatwe, mpira uchezwe. Sisi timu yetu tulishasema tangia mwanzoni mwa msimu tunao uwezo wa kucheza na mtu yote tukamfunga mara zote anazotaka, kwa sababu sio tunavyotaka sisi, anazotaka yeye. Akitaka kwa mwaka tumfunge mara 5 tutamfunga, sikaja mwenyewe. Kwa hiyo hii sisi hatujawahi kumhofia, wao wenyewe wanajua hatujawahi kuwahofia wala kuwaogopa. Hata tukisema mechi bwana taratibu Yanga zimefuatwa ni hizi, au watu wamewajibishwa, sijui hao wameondolewa, sijui iko hivi, tunaomba mechi mcheze saa 9 usiku, sisi tuko tayari kwa sababu timu yetu iko mazoezini, ipo kwenye utawali wa kucheza muda wowote ambao mamlaka zitataka, lakini kwenye utaratibu ambao tutasema huu ni utaratibu, kila Mtanzania anaona huu ni utaratibu. Kwa hiyo tusifichane, tusikate kona. Young African wako tayari kwa lolote kwa sababu uwezo wa kuyakabili, sababu ya kuyakabili na sababu ya kukabili hicho ambacho kinakuja mbele yetu tunavyo. Kwenye hilo wala tunashaka.